Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Wakili wa kiongozi wa upinzani nchini Uganda Bobi Wine asema kiongozi huyo anahitaji usaidizi. Iran yasema itachukulia shambulizi lolote kama vita dhidi yake. Na Urusi ishambulia Ukraine na kusababisha kifo cha mtu mmoja na kujeruhiwa kwa wengine 23. Habari kamili. Kampala. Wakili wa kiongozi wa upinzani nchini Uganda Bobi Wine ameutaka Umoja wa Mataifa na jumuiya ya kimataifa kutafuta njia ya kumhakikishia usalama mwanasiasa huyo baada ya vitisho vikali vilivyotolewa dhidi yake baada ya kumalizika uchaguzi mkuu uliokumbwa na ukandamizaji na kuzuiwa huduma za intaneti. Mwanasheria huyo Robert Amsterdam amesema kutokana na kauli za kiholela kutoka kwa mkuu wa jeshi la Uganda Muhoozi Kainerugaba dhidi ya Wine, wanaitaka jumuiya hiyo ya kimataifa kusaka hakikisho la usalama wa Wine, ikiwa ni pamoja na kumwezesha kurudi kwa familia yake bila madhara. Wine amekimbilia mafichoni tangu kumalizika kwa uchaguzi uliomrejesha madarakani Rais Yoweri Museveni kwa muhula wa 7. Mkuu wa jeshi la Uganda ambaye ni mtoto wa Museveni ametoa vitisho vikali akisema kwamba anamsaka na atamuua kiongozi huyo upinzani. Umoja wa Ulaya umeelezea wasiwasi ukisema unasikitishwa na ghasia na vitisho vya kabla na baada ya uchaguzi hasa dhidi ya Wine. Tehran. Afisa mmoja wa Iran amesema jana kwamba nchi hiyo italichukulia shambulizi lolote kwenye ardhi yake kuwa vita kamili dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu. Ametoa onyo hilo katika wakati msafara mkubwa unaojumuisha manuari ya kijeshi na meli za kivita za Marekani unaelekea eneo la Mashariki ya Kati. Afisa huyo aliyezungumza kwa sharti la kutotajwa jina amesema wanatumai kwamba matayarisho hayo ya kijeshi hayakusudiwi kutumika kuishambulia Iran na kutahadharisha kuwa jeshi la nchi hiyo liko tayari kwa hali yoyote ile na litajibu kwa mapigo makali mashambulizi yoyote ya kigeni. Onyo la afisa huyo linakuja siku chache tu baada ya waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi kutoa kitisho cha moja kwa moja dhidi ya Marekani baada ya kauli ya Washington ya kuingilia mambo ya ndani ya Iran kufuatia maandamano. Araghchi ameonya kwamba Tehran itajibu kwa nguvu zake zote ikiwa itashambuliwa kwa mara nyingine tena na Marekani. Kiev. Mashambulizi ya Urusi dhidi ya Ukraine yamesababisha kifo cha mtu mmoja na kujeruhiwa kwa wengine 23 usiku wa kuamkia leo, katika wakati ambapo wajumbe wanaoshiriki mazungumzo ya amani kutoka Ukraine, Urusi na Marekani wakitarajiwa kukutana Abu Dhabi leo kwa siku ya pili ya mazungumzo ya kumaliza uvamizi huo Urusi wa takriban miaka 4. Kulingana na kiongozi wa jeshi mjini Kiev, Timur Kachenko, mtu huyo mmoja aliuawa na wengine 4 wamejeruhiwa katika shambulizi la droni la Urusi kwenye mji mkuu Kiev. Wengine 19 wamejeruhiwa kwenye mji wa pili kwa ukubwa nchini Ukraine wa Kharkiv. Hayo yameelezwa na meya wa mji huo Ihor Terekov. Mazungumzo ya wajumbe hao wa mataifa hayo matatu ni tukio la kwanza linalojulikana ambapo maafisa wa utawala wa Marekani wamekaa na nchi zote mbili, yani Ukraine na Urusi, kama sehemu ya msukumo wa Washington wa kutaka kumaliza uvamizi huo wa Urusi nchini Ukraine. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amekataa kujiunga na kile kinachojulikana kuwa bodi ya amani ya rais wa Marekani Donald Trump katika muundo wake wa sasa, lakini ameonyesha utayari wa kushiriki katika mifumo mipya ya mazungumzo na Marekani. Katika mkutano na waandishi wa habari jana mjini Roma nchini Italia baada ya mazungumzo kati ya maafisa wa serikali za Ujerumani na Italia, Merz alisema wako tayari kutafuta aina nyingine mpya za ushirikiano na Marekani. Merz alisisitiza kwamba wiki zilizopita alimweleza Trump nia yake binafsi ya kushiriki katika chombo kama hicho, lakini akaongeza kuwa kwa muundo wake wa sasa hakiwezi kukubaliwa na Ujerumani kwa sababu za kikatiba. Hata hivyo, Merz amesema Ujerumani iko tayari kushirikiana na Marekani linapokuja swala la kutafuta muundo mpya ambao unaleta amani karibu katika maeneo mbalimbali ya dunia, na sio tu kwa Gaza na Mashariki ya Kati, lakini inaweza pia kwa Ukraine. Hatimaye Jakarta. Maporomoko ya ardhi yamesababisha vifo vya takriban watu 8 na wengine zaidi ya 80 hawajulikani walipo katika kisiwa kikuu cha Java nchini Indonesia hii leo. Haya ni kwa mujibu wa afisa mmoja wa kusimamia hali ya majanga. Maporomoko hayo yaliyosababishwa na mvua kubwa yalikumba vijiji viwili katika eneo la magharibi mwa Java la Bandung mnamo saa za alfajiri na kuzika maeneo ya makazi. Katika taarifa,
Msemaji wa shirika la majanga la kitaifa au BNPP, Abdul Muhari, amethibitisha kwamba watu 8 wamefariki na baadaye asubuhi makumi ya wakazi waliripotiwa kuwa salama, huku juhudi za kuwatafuta wengine 82 wasiojulikana walipo zikiendelezwa. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW Maoni. Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha maoni mbele ya meza ya duara. Kongamano la kimataifa la uchumi Davos mwaka 2026. Kongamano hili ambalo lilianza Januari 20 hadi Januari 23 nchini Uswisi lilifanyika wakati kukiwa na wingu zito lililotanda la rais wa Marekani Donald Trump kutaka kukinyakua na kukiwekea vikwazo kisiwa cha Greenland na vitisho vipya vya ushuru kwa mataifa ya Ulaya. Katika mkutano huo, Rais Trump alisema mfumo wa makubaliano ya baadaye umeundwa kuhusu kisiwa cha Greenland. Trump akasema makubaliano hayo yana maana kwamba ushuru uliopangwa kuanza kutekelezwa mnamo Februari mosi hautatozwa kwa mataifa ya Ulaya. Ujerumani ikaonya dhidi ya kuongezeka kwa matumaini makubwa baada ya Trump kutangaza kwamba kulikuwa na dhana ya makubaliano kuhusu mustakabali wa Greenland. Bunge la Ulaya nalo lilikuwa limesema limesitisha utekelezaji wa makubaliano ya kibiashara ambayo yalikuwa yameafikiwa kati ya Umoja wa Ulaya na Marekani kufuatia vitisho vya awali vya ushuru wa Trump. Je, ni vipi kuhusu swala la ushirikiano na siasa za kijiografia? Je, ndiyo kusema utaratibu wa dunia uko mashakani na enzi mpya imeanza? Ni jukumu gani linalobadilika la mataifa makubwa kama Marekani katika enzi hii mpya? Kuyajibu maswali haya pamoja na mengine, tunaye Dr. Harrison Mwilima akiwa mjini Berlin hapa Ujerumani. Yeye ni mchambuzi wa siasa za Ujerumani na vile siasa za kimataifa. Mjini New York huko nchini Marekani, tunaye Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za Marekani na siasa za kimataifa. Na katika mji wa Shinyanga huko nchini Tanzania, tunaye Dr. Kabobe Siasa, yeye ni mchambuzi pia vile wa masuala ya uchumi. Mwenyekiti hapa Bonn ni mimi Josephat Charo, na moja kwa moja nianze nawe Dr. Mwilima hapo Berlin. Ningependa kusikia kauli yako kuhusu mkutano wa Davos na utaratibu mzima wa uendeshaji wa dunia. Mkutano huu umeuona vipi? Kama ulivyosema katika uongozi wako, mkutano huu kwa kweli umekuwa na wingu hilo zito la Trump kutaka kuichukua Greenland na kutishia kuiwekea ushuru Ujerumani na nchi nyingine za Ulaya ambazo zilikuwa hazitaki Trump afanye hivyo. Kwa hiyo kwa kuzingatia hilo, mimi naona kama mkutano huu tunasema ni mkutano wa dunia, wa uchumi wa dunia, lakini tunaona ni kama umegubikwa na tatizo hili kati ya Ulaya na Marekani. Ni mkutano ambao nahisi kama umetuonyesha kwamba Rais Trump wa Marekani ndio kama mpanga ajenda. Chochote anachofanya ndio kinaathiri majadiliano ya kimataifa na siasa za kidunia, kwa sababu tulitegemea topiki kubwa ambayo ilitakiwa kujadiliana katika mkutano huu ni nguvu ya mazungumzo. Na nguvu ya mazungumzo, mkutano kama huu tunategemea kuona mazungumzo. Kwa mfano, hivi kuna changamoto za akili mnemba, kuna changamoto za ajira kutokana na akili mnemba, kuna changamoto za kiuchumi. Kwa hiyo changamoto hizi tunaona hazijapewa